sisi sifa yetu kubwa imebebwa na Mheshimiwa Rais. Sasa jambo la kwanza ni kwamba Kinondoni tusije tukashiriki kumwaibisha Mheshimiwa Rais. Maana yake tusimamie hii miradi ili huo mwezi wa 8 itakapofika kwenye ukaguzi sisi tuwe angalau tumekidhi vile vigezo ambavyo vinahitajika. Lakini hoja ya pili, nimekuja hapa Kinondoni, hii ukanda wote huu wa Coco Beach mlionao, hii ni dhahabu. Nafikiri inawezekana pengine baadhi ya watu hatujapata ile exposure kubwa. Coco Beach na beach hiyo kwa ujumla wake ni dhahabu, is gold or is equivalent to gold. Na kama Coco Beach ni dhahabu, manake ni kwamba kwenye michezo mikubwa kama hii ya AFCON lazima pia mwe mna think zaidi kwamba wageni wakubwa na watu wa michezo na wengineo wakisema wanataka mahali tu kutulia tu na kuangalia how our land is beautiful, manake ni kwamba Coco Beach ninyi hapa mnayo tayari. Sasa mimi ndiye mwenye msimamo namba 1 kwamba panapaswa pafanywe marekebisho makubwa na panapaswa pabadilike ili pawe maeneo ambayo yanaweza kuwa ya kiuchumi, lakini maeneo ambayo yanaweza kuwa pia isi for leisure. Yani mimi hapa ndio namba 1 wa kuhakikisha kwamba pale panabadilika, lakini approach isiwe ni ya mgongo wa nyuma. Approach iwe ni ya wazi, kwa sababu tunataka kila mmoja afanyeje, afaidike. Approach iwe ni ya wazi kwamba we want to do this. Kama hapa hivi. Hapa hata watu wakipiga kelele, lakini huu mradi lazima afanyeje, utekelezeke, kwa sababu baadaye ni kwa manufaa yetu sote. Lakini concept namba 3, nje na hizo beach zote tu kwa ujumla, nilitaka muelewe ndugu zangu wa Kinondoni kwamba AFCON inakuja. Tukithink within the box kwamba tunaangalia tu AFCON, maana yake AFCON itaondoka ikiwa haijatufaidisha jambo lolote. Kwa maafisa michezo, huu ndio muda wa kuchangamka zaidi kuweza kujua what is AFCON and what will be the impact of AFCON. Kwa maana kwamba impact ambayo itakuwa ni transferable lesson, somo angavu ambao tutajifunza leo, lakini tutajifunza zaidi pia na kesho. Kwa hiyo utumiaji wa fursa za AFCON kwa watu wetu. AFCON vis-a-vis ulinzi na usalama. AFCON vis-a-vis biashara. AFCON vis-a-vis ukuzaji wa vipaji. AFCON vis-a-vis na masuala mengine yote kwa ujumla wake. Lakini jambo la 4, nafahamu kwamba uwanja huu upo chini ya wizara, lakini pia na Kinondoni pia kama manispaa mnahusika. Kwa hiyo tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Waziri, maelekezo yote ambayo ameyatoa kiwizara, sisi kama mkoa kupitia hao wenzetu tutaratibu na tutasimamia kabla mwezi wa 8. Na hao nao nimewaambia kabla mwezi wa 8 lazima tuhakikishe angalau 80% imekushafikiwa. Mkurugenzi, kwa kuwa mpo pia na mstahiki meya, mji wetu wa Dar es Salaam kwa sasa kila mara ukipita ni giza. Kwenye miji ya wenzetu mingi mkienda, miji mingi tuna bahati nzuri mnatembea. Siku hizi tunahama kutoka kwenye analog city tunakwenda kwenye miji ya kidijitali. Yaani wewe ukikaa pale ofisini mji wako uone wapi? Kiganjani. Sasa moja, uweze kuona mji kiganjani ukiwa una squatter za kutosha. Nafikiri hilo unalijua vizuri. Squatter zikiwa nyingi uweze kuona mji kiganjani. Lakini ukipangilia mji wako vizuri, ni rahisi sasa kufanya mji wako kuwa ni smart city. Na smart city maana yake una control mji kiganjani. Unakuwa umewekwa vitu mbalimbali vya kisayansi na unauona mji vizuri, na hapo ndipo ambapo unakwenda kuona usalama wa mji wetu. Kwa hiyo kwenye budget zinazofuata, taa ni muhimu mno kwenye haya maeneo yote ili tusitie aibu. Na jambo la mwisho katika yote, mmekufika pale Forodhani, pale Zanzibar Forodhani ya sisi Kinondoni itakuwa ni wapi? Tujielekeze kwenye utalii chakula pia ambao ni gastronomy tourism. Tukijielekeza pia huko mwe na vitu vya kuvionesha, vya kukaa na watu angalau mara 2 mara 3 kwa wiki. Mtu anasema tunakutana eneo fulani liko free kwa ajili ya kula na kunywa, lakini kwa kuonyesha utamaduni halisi wa Mtanzania. Hiyo ambayo inaitwa gastronomy tourism, ambayo una encourage pia hao wageni waweze pia kupapenda.